Aliyewahi kusema mtaji wa masikini ni nguvu zake wenyewe. Fursa zimezungumzwa na kila mmoja wetu amesikia tulionayo katika mkoa wetu. Ni wajibu wetu sisi kama Watanzania kujiondoa katika maisha ya kufikiri kigoigoi na tuamue tufanye kazi kwa bidii tukitanguliza taifa letu mbele. Na mimi ninaamini tukifanya kazi kwa bidii mataifa yote ya Afrika Mashariki yataliangalia Tanzania kwa sababu ya jiografia tulionayo, siasa iliyotulia, siasa safi na uongozi bora wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na jambo la tano, nimalizie kwa kusema tusisahau maneno ya Plato aliyewahi kusema mji utakaofanikiwa ni ule ambao viongozi wake wanapenda haki zaidi ya utajiri. Viongozi wake wanapenda haki zaidi ya utajiri. Sasa hili ni la kila mmoja wetu ndani ya serikali kufikiri zaidi katika Watanzania milioni 64. Sisi tuliopata bahati ya kuchaguliwa pengine tunaweza tusiwe na akili nyingi sana kuliko wengine walioko mtaani. Tutumie fursa tulionayo kufanya kazi kwa bidii, kutanguliza taifa letu mbele na tuweke uzalendo mbele zaidi. Na jambo la mwisho kabisa ambalo hili ni la kwangu, nasisitiza tuchague matumaini badala ya hofu, ushirikiano badala ya mgawanyiko, na maamuzi yenye dira badala ya siasa za muda mfupi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Jafo, dakika 2. Nikushukuru sana moderator.